Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni tarehe 14 ya juma la 15 kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 aya ya 1 hadi ya 9, na somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 11 aya ya 20 hadi aya ya 24. Karibu tusikilize somo la Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alianza kuikemea miji ile ambamo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingalifanyika katika Tiro na Sidon, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi Tiro na Sidon kustahimili adhabu zao siku ya hukumu kuliko ninyi. Nawe Kapernaum, je, utatukuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu? Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika katika Sodoma, ungalikuwapo mji huo hata leo. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa msikilizaji, leo tunamsikia Bwana wetu Yesu Kristo akiikemea na kuionya miji ile ambamo ndani yake miujiza mingi ilipata kufanyika, lakini haikutubu. Anapotaja miji kama Korazini na Bethsaida au Sodoma na Gomora, Bwana wetu Yesu Kristo anataka kuwakilisha watu wanaokaa humo. Lakini katika muktadha huu, Bwana wetu Yesu Kristo anatumia sehemu hii au sehemu ya majina haya machache akiwakilisha watu wote wakaao juu ya uso wa dunia, ambao licha ya kutambua ukweli juu ya wokovu, lakini bado hawataki kubadilika, yaani kuacha njia zao mbaya na kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mpendwa msikilizaji, hata wewe na mimi ni wazi kwamba tumetendewa miujiza mingi sana na Mungu, lakini tumeshindwa kuitambua na kuitafakari ili kumpa Mungu utukufu anaostahili. Au hata kama tumeitambua, bado tumekuwa watu wenye shingo ngumu, wenye kupinga ukuu wa Mungu na neema zake kwetu. Labda unaweza kujiuliza, miujiza gani ambayo umetendewa na Mungu katika maisha yako? Ndugu yangu, kama tukitaka kuelezea kila mmoja miujiza aliyofanyiwa na Mungu katika maisha yake, isingewezekana kuikumbuka yote. Labda tu nikukumbushe mambo machache hapa. Tukianza na kuzaliwa kwetu sisi wanadamu. Mwaka uliozaliwa wewe, wapo mamia kwa maelfu ya watu waliokufa ulimwenguni kote. Wapo watoto ambao hawajabahatika hata kuona mwanga wa jua, lakini wewe upo mpaka leo hii. Je, huo si muujiza? Au je, katika maisha yako ulisafiri mara ngapi? Haijalishi kwa miguu, kwa baiskeli, kwa gari, au kwa pikipiki, au hata kwa ndege, au kwa chombo chochote cha usafiri. Je, wangapi walikufa kwa ajali mpaka leo hii wewe upo? Kuna ajali ngapi umewahi kuzisikia, lakini wewe bado upo? Je, huo si muujiza?
Kwa mujibu wa makadirio ya shirika la afya duniani WHO, takribani watu milioni 68 hupoteza maisha duniani kote kila mwaka. Hivyo kila siku ni wastani au ni sawasawa na watu 180,080 hupoteza maisha kwa sababu mbalimbali, ikiwemo magonjwa na ajali. Lakini swali ni kwamba, je, unatambua hayo yote kuwa si kwa uwezo wako, bali ni huruma tu ya Mungu? Je, unajua kwamba ipo siku utakapohitajika kutolea hesabu ya hayo yote mbele ya kiti cha hukumu? Maandiko matakatifu yanatuambia, basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 14 aya ya 12. Tena tunaambiwa, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Rejea waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 aya ya 10. Tena mwinjili Mathayo anasisitiza kwa maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo akisema, basi nawaambia, kila neno lisilo na maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 12 aya ya 36. Mpendwa msikilizaji, lengo la sehemu hii ya Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo si kututia hofu na mashaka kuhusu hatima ya maisha yetu, bali kutuweka wazi tutambue ukweli, ili tuwe huru tusije tukamlaumu mtu yeyote siku ya mwisho. Kama tunavyosoma katika Injili ya Yohani, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Rejea Injili ya Mtakatifu Yohani sura ya 8 aya ya 31 na aya ya 32. Basi mpendwa msikilizaji, ipo damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe yenye uwezo wa kututakasa na dhambi zetu, pamoja na kufutilia mbali hatia ya dhambi hizo ndani ya mioyo yetu. Kama tutaiendea damu hiyo kwa imani na matumaini na kwa moyo wa toba, basi tutapokelewa, nasi tutakuwa hatuna hatia mbele yake. Hivyo ni mwaliko kwetu tuikimbilie damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa upendo wake kwetu usiopimika, ili siku ya mwisho tuweze kuwa na dhamiri safi na hatia ya dhambi iwe imeondolewa juu yetu kwa ajili ya kuungana naye katika uzima wa milele. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Mluge wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.